Nashukuru ndugu waandishi wa habari. Kwa majina naitwa Lorivi Longidu, ni meneja wa EWURA kanda ya kaskazini. Kama mnavyojua, EWURA ni mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji, na tunaposema nishati tunamaanisha masuala mazima ya umeme, lakini gesi ya kupikia majumbani, mafuta ya diesel na mafuta ya magari ambayo yanatumika kwenye vyombo vya moto hapa nchini. Leo hii kwenye kanda ya kaskazini tumekutana na wafanyabiashara wanaouza gesi ya kupikia majumbani katika mkoa huu wa Arusha. Tumewaita kama wadau wetu muhimu sana kwenye sekta hii ya nishati. Ielewe kwamba moja ya mkakati wa serikali ya awamu ya sita kuhusu matumizi ya nishati safi inatoa mwelekeo au inatoa dhima ya kwamba itakapofika mwaka 2034 basi 80% ya Watanzania waweze kuweza kutumia nishati safi kwa ajili ya matumizi ya majumbani mwao. Na LPG au gesi ya kupikia majumbani au gesi ya mitungi ni moja ya bidhaa ambayo tunaita ni nishati safi. Tunachokifanya sisi kama wadhibiti, kwa sababu hilo ni eneo letu, kwa hiyo tulichokifanya leo ni kukutana na wadau hawa muhimu ambao ni wasambazaji wakubwa na wale wauzaji wadogo. Kwanza kuwakumbusha wajibu na taratibu za ufanyaji wa hii biashara, lakini kusisitiza masuala mazima ya usalama, kwa sababu ielewe kwamba gesi ya kupikia majumbani isipokuangaliwa vizuri au isipotunzwa vizuri inaweza kaleta madhara. Lakini vile vile kuonyesha kwamba wanahitajika na wenyewe kushiriki katika kuhakikisha kwamba mpango huu wa serikali ya awamu ya sita kwamba itakapofika 2034 basi 80% ya Watanzania waweze kutumia nishati safi, na moja ya nishati safi hiyo ni hii LPG ambayo inatokana na zao la mafuta. Kwa hiyo tumekutana hapa kwanza kuonyesha umuhimu wao kwamba ni wadau muhimu, lakini kuwataka wazingatize taratibu, kanuni na sheria, kwa sababu tumekuwa tukiona changamoto mbalimbali ambazo wananchi wamekuwa wakilalamika. Moja changamoto ambayo tunaiona wananchi wakilalamika ni kuuziwa mitungi isiyokuwa na kiwango ambacho kiko kwenye ule mtungi. Tunasema kwa lugha ya ambayo tumekuwa tukitumia ni uchakatuaji. Kwa hawa wafanyabiashara ambao wanamuuzia mwananchi gesi ya kupikia moja kwa moja majumbani, tumewataka kuhakikisha kwamba wanafuata zile taratibu za kuhakikisha kwamba mteja analalamiki na anapata kiwango sahihi cha gesi kama kilivyoandikwa kwenye ule mtungi. Kwa hiyo tumewakumbusha wajibu wao wa kuwa na mitungi, kuhakikisha kwamba ile ni mizani ya kupimia, ule mtungi unapimwa na kumuuzia mteja mzani ambao una kiwango sahihi kama kilivyoandikwa. Kwa hiyo tumeeleza kwamba taratibu ni nini, lakini ni hatua gani ambazo sisi tunazichukua ili kuhakikisha kwamba wanazingatia hizo taratibu. Moja ya hatua ambazo tunazichukua, tutapiga faini pale watakapokutana wanamuuzia mteja mtungi ambao una kiwango ambacho sio sahihi, lakini mitungi ambayo haina siri. Lakini tunachosema kwamba kwa nini tunafanya semina hii? Tunaelewa kwamba gesi ya kupikia majumbani LPG ni nishati safi, ni moja ya nishati safi ambazo zinatakiwa wananchi wasitumie kwa sababu ina manufaa mengi. Moja ya manufaa hayo ni ulinzi wa mazingira. Tunaposema nishati sio safi, maana ni kama kuni, mkaa, na tunaamini kwamba bidhaa hii au aina hii ya nishati imekuwa inaleta sana uharibifu mkubwa wa mazingira kwa sababu inatumika kwenye kukata miti. Lakini vile kuna changamoto za kiafya kutokana na ile hewa au yule tunaita carbon dioxide inayotokana na matumizi ya nishati sio safi. Kumekuwa kuna madhara makubwa ya kiafya, hasa kwa kina mama ambao ni wadau wakubwa wa utumizi wa nishati hii ambayo sio salama. Tunasema ni nishati sio safi. Kwa hiyo tumekuja kuwaelimisha na kuwataka wananchi waanze kuona kwamba bidhaa hii ya gesi ya kupikia majumbani ni bidhaa bora, ni salama na ina manufaa makubwa sana kwenye mazingira, kwenye afya, lakini hata kwenye kijamii. La gesi Tanzania, hii gesi ya mitungi linakuwa vizuri sana, hasa ukilinganisha na nchi zingine za Afrika. Kwa kanda yetu hii ya Afrika Mashariki, sisi ni wa pili baada ya Kenya katika matumizi makubwa ya hii gesi ya mitungi. Kwa hiyo kwa mfano kila mwaka tumekuwa matumizi yetu yakikua mwaka hadi mwaka kati ya 10% mpaka 15%, ambao ni ukuaji mzuri. Lakini sasa kutokana na nguvu ya serikali sasa hivi ambayo serikali imeanza kuiweka miaka hii mitatu iliyopita, tunafikiri ukuaji utatoka hiyo kati ya 10% mpaka 15%, itakuwa kati ya 15% mpaka 20%. Kwa hiyo utakuwa ni ukuaji mzuri, na kama mnavyojua hii gesi ya mitungi ina mchango mkubwa sana kwenye ule mkakati wa serikali, kwa sababu tunafikiri kama zilivyo nchi zingine zilizofanya vizuri kwenye matumizi ya nishati safi, wametumia hii gesi ya mitungi kuwatoa wananchi wengi wanaotumia nishati ambayo sio salama kwenda kwenye nishati safi
na tunafikiri kwamba gesi ya mitungi ina mchango kati ya 70% mpaka 80% katika lile lengo la serikali. Kwa majina naitwa Hamisi Athmani Kajembe. Mimi ni mwakilishi mauzo wa kampuni ya usambazaji wa gesi ya Taifa Gas. Ninawakilisha mkoa wa Arusha. Kwa jumla mafunzo ni mazuri, semina ni nzuri, ikiambatanisha sisi wasambazaji kwa maana makampuni pamoja na mawakala wetu. Kwanza inatukumbusha jukumu letu muhimu katika utoaji wa huduma, kuzingatia taratibu na sheria ambazo zimewekwa na serikali chini ya mamlaka yake iliyokasimisha EWURA. Lakini pia inawakumbusha mawakala wetu ni namna bora ya kufanya biashara na namna salama ya kuweza kufanya biashara na biashara yetu kuwa endelevu. Naitwa Nganashi Sabore Eliza, ni mdau wa LPG, ni muuzaji na msambazaji wa gesi za manyumbani aina zote na ni dealer wa Orange Gas. Mafunzo ya EWURA yametusaidia kupata elimu jinsi ya kufanya kazi yetu tulikuwa tunafanya bila kujua tunafanyaje, kujua jinsi ya kuhudumia wateja, tunatakiwa tuwe na vitu gani. Kama leo tumefundishwa kwamba tunatakiwa tuwe na mizani, tuwe na kama ni sehemu ya kufanyia biashara, kama ni warehouse iwe nzuri, iwe na hewa, sehemu pale kuwe na bei elekezi, na kama ni staff wetu pia tuwe tunawapa elimu jinsi ya kufanya kazi na kuhudumia wateja. Ingine tulikuwa tufahamu. Ya kubwa tunayoiona ni watu wengi kuingia kwenye biashara hiyo bila kukidhi vigezo. Mtu akiwa tu na kiduka kidogo ameweka mitungi, wengine wanaharibu biashara. Bei elekezi kama ni 22,000, mwingine anauza 20,500, 21,000. Sisi tumewekeza hela nyingi, hatufanyi biashara.